حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب صبرني. Jeshi la Israel lilitangaza vifo vya wanajeshi wake 7 katika mapigano kusini mwa Gaza siku ya Jumanne, katika tukio la ghasia zaidi la aina yake tangu kuporomoka kwa usitishaji wa mapigano. Msemaji wa jeshi, Brigadier General Avi Daveren, alisema kuwa kilipuzi kilitegwa kwenye gari la kivita katika eneo la Khan Yunis na mlipuko huo ulisababisha gari hilo kuungua moto. Aliongeza kuwa helikopta na vikosi vya uokoaji vilijaribu kuwaokoa lakini havikufanikiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema ilikuwa ni siku ngumu sana kwa watu wa Israel. Vifo hivi vilizidisha shinikizo kwa Netanyahu kukubali kusitisha mapigano, huku kiongozi wa chama cha Orthodox katika muungano wake tawala akisema lazima Israel ikomeshe vita na kuwarudisha mateka wote makwao. Sielewi tunapigania nini na kwa madhumuni gani, huku askari wakiuawa kila mara. Moshe Gafni wa chama cha United Torah Judaism aliliambia bunge la Israel. Wakati huo huo, vikosi vya Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, vilisema katika taarifa iliyotolewa na msemaji wake Abu Abelda na kuchapisha kwenye akaunti yake ya Telegram siku ya Jumatano, mazishi ya miili ya askari wa adui itakuwa ni jambo la kawaida, Mungu akipenda, mradi uvamizi wa huo wa vita wa jinai dhidi ya watu wa Gaza ukiwa unaendelea. Gaza ina wasiwasi kwa malengo ya kisiasa ya udanganyifu. Jeshi la Israel pia lilitoa majina 6 kati ya askari 7 waliofariki, wote wenye umri kati ya miaka 19 na 21 kutoka kikosi cha 605 cha uhandisi wa mapigano ambacho kina jukumu la kuharibu mahandaki na miundombinu mingine ya kijeshi, kuziba mahandaki na kusafisha njia za magari ya watoto wachanga na ya kivita. Kwa upande wake, baraza la familia za mateka na wafungwa liliunga mkono kauli za Gafni. Katika asubuhi hii ngumu, Gafni alisema ukweli jinsi ulivyo. Vita vya Gaza vimepoteza maana yake. Vinaendeshwa bila malengo bayana au mpango madhubuti, kongamano hilo lilisema katika taarifa. Kati ya watu 251 waliotekwa nyara mnamo Oktoba 7, 2023, 49 bado wanazuiliwa katika ukanda wa Gaza, na mamlaka ya Israel inasema angalau watu 27 tu kati yao waliuawa wakati wa vita.